Bana mtazamaji wa Mpala Updates, tukiwa tunaenda kumaliza mwaka, kukamilisha mwaka kabisa, zikiwa zimebaki siku chache tuweze kumaliza mwaka. Sasa tumekutana na kiongozi mkuu wa chama cha Freemason hapa East Africa tuweze kuzungumza hili jambo, kwa sababu tunapomaliza mwaka yamekuwa kitokea majanga makubwa sana. Watu wamekuwa wakisema kwamba huu mwisho wa mwaka usisafiri, kwa sababu ukisafiri utapata ajali, utakufa. Hiki ndio kipindi ambacho Freemason wanasababisha ajali kwa ajili ya kutoa makafara. Sasa tumekuja hapa kuzungumza na mkuu wa Freemason kuhusiana na tuhuma hizi. Kwanza tuanze kwa salamu, tusalimiane. Kwema? Kwema, habari za leo kijana? Salama kabisa, uzima upo? Upo kabisa ndugu yangu, pole na safari kidogo. Asante. Naona mkononi hapa umesheni pete. Waoneshe watazamaji kidogo, watu waweze kuona hizi pete hizi. Hivi ni vitu ambavyo vinaashiria imani yetu. Okay. Ndio. Sasa labda kwa mimi hapa mtangazaji, labda nimeipenda hii pete moja hii. Nataka nivae tu, niondoke nayo nivae. Unaweza kuniachia? Kuna taratibu za kwenda kuvaa hii pete. Sio mradi tu kana kwamba umenunua dukani moja kwa moja unaivaa. Kuna taratibu za kiimani ambazo lazima ufuate mwongozo. Baada ya kufuata mwongozo ndipo utafikia hatua hii ya kuanza kuivaa hii pete. Na pete hii ikiwa imefanyiwa ibada kuu kwa ajili ya mwongozo katika jambo lako au mambo yako yote ambayo unaenda kuyafanya. Sio kwamba ni urembo tu naweza kachukua. La hasha. Sio urembo, lakini kwa mtu wengi wanaoziona hizi pete, wengine hawataki hata kukaa pamoja kwa ajili ya utisho wa hizi pete na sifa za hizi pete kuwa zinatokea wapi. Watu wanakuwa, wengine wanaogopa, wengine wanazipenda, wengine wanajua kuwa wewe ndo mmoja wapo ambaye unaenda kuwaangamiza kwa kuvaa hizi pete. Sasa mkuu wa Freemason, leo nina swali hapa ambalo raia wamekuwa kitamani sana kujua, kwamba nyinyi kila mwisho wa mwaka ni watu ambao mnasababisha majanga, mnasababisha ajali mabarabarani kwa ajili ya kutoa kafara. Hili jambo lina ukweli kiasi gani? Hizo ni rumors tu ambazo zinakuwa zikitolewa na watu. Lakini Freemason kama Freemason utambue kuwa ni dini ambayo inampenda mwanadamu na sio kumwangamiza mwanadamu. Hivyo wanaofanya vitu hivi ni wale watu washirikina, waganga, wale ndio wenye tabia za namna hiyo. Lakini kwenye upande wetu wa chama hili jambo halipo kabisa. Kwani nyinyi mna tofauti gani na wachawi, waganga na washirikina? Tofauti yenu nyinyi ni ipi? Mtu atasema tu huyu si Freemason, ni mchawi tu. Wengi wanaamini kuwa mtu akiwa Freemason anakuwa ni mchawi, lakini kwa jinsi sisi tunavyoitambua dini yetu haihusiani kabisa na masuala ya uchawi. Hii inaashiria ibada zinazoenda kufanyika, ibada za kiimani, ibada za kupendana, ibada za kutengenezeana maisha kwa kufuata taratibu ambazo zipo katika torati zetu za kujiunga. Kwa hiyo huku mchawi huku kwenye chama cha Freemason, kwa sababu hii ni dini, kwenye dini hata za Kikristo, dini za Kiislamu huku wanapinga sana mchawi, kwamba acha uchawi utaki kuwepo. Nyinyi huku wachawi na nyinyi mnawapinga, huku na nyinyi mnawapokea wachawi na waganga? Sisi awe mchawi awe mganga tunampokea, lakini baada ya yeye kupata miongozo iliyoko upande wetu, ataungana na nguvu za upande wetu, ataachana na masuala ya kichawi. Kwa maana hata Mkristo hawezi kumkataa mchawi au mganga asiende kuabudu, kwa sababu anayetafutwa aweze kuokoka ni mtu kama wa aina hiyo. Kwa hiyo na sisi hatuwezi kumfukuza, tunampokea na kumkumbatia na kumpa miongozo ile ambayo itafaa yeye kuishi. Aachane na mambo ya kukabakaba shingo za watu, kuua watu. Hivyo ni vitu ambavyo havitakiwi. Kwa huku hata mchawi huku akija au mganga huku mnamvua uchawi wake na uganga wake, mnauweka kando, mnamsimika mambo yenu. Kabisa, akija kukutana na kitu kama hiki, uchawi wake ni out.
hawezi kukaa tena na uchawi wa namna hiyo. Sio unatamba hapa, mwisho wa siku kaja kunipigia simu, mdogo wangu njoo nioji, wachawi wamekuja kunitembelea nyumbani, wamenikaba. Kitu hicho hakiji kutokea, na kuhakikishia. Hii pete ring mason ni kitu ambacho kina nguvu kupita mchawi. Ndio. Kwa maana hiyo nyinyi hamuhusiki kabisa na yale matambiko na zile kafara ambazo raia wamekuwa wakihisi kwamba ikitokea hapa ajali, huenda hii ajali itakuwa imesababishwa na chama cha Freemason mwisho wa mwaka. Kwa hiyo unataka kuniambia mzee, nyinyi hamuhusiki kabisa na hayo mambo? Hivyo vitu nakataa mara 3. Hatuhusiki kabisa na masuala ya kumwaga damu kusababisha ajali ambazo hazina mpango. Kwanza hatuna nafasi hiyo, wala mwongozo wetu wa uruhusu vitu kama hivyo. Sasa hapo, kwa sababu inaonekana kwamba hata kuna dini za Kikristo huku wachungaji kuna ajali ambazo zinatokeaga sana hapo Mbeya. Kuna ule mlima watu walikuwa wachungaji wakafunga kuja kuomba pale mlima Kitonga, wachungaji walifungaga sana kuja kuomba, mashe walifunga kuja kuomba ajali kama hizo zisitokee zinazosababishwa na washirikina. Nyinyi mbona mjitokezi kufanya maombi sehemu kama hizo, tuone kwamba na huu ni mchango wa Freemason, wamejitokeza kufanya maombi hizo ajali za kutoa kafara zisitokee? Mbona nyinyi hamjitokezi? Tunashiriki kwa upande wetu, na si lazima uweze kufika eneo ambalo tukio linatokea. Unaweza kufanya dua zako kupitia imani ambayo inaelezea hilo jambo na likaenda kukubalika pia. Sasa mzee, kuna hili lingine ambalo ni la muhimu zaidi, ambalo watu wengi wamekuwa wakihangaika sana kufahamu namna ya kujiunga na chama cha Freemason, lakini wamekuwa wakikumbwa sana na utapeli. Mtu akipata namba ya kiongozi ama namba ya mtu yote mtandaoni wanatapeliwa. Raia wanalalamika sana. Nyinyi chama mnachukueje nafasi ya kuwadhibitia watu ambao wamekuwa wakitapeli watu mtandaoni? Hiyo ipo na tunaendelea kupingana nayo sana. Kwa mfano leo hii mimi nafanya mahojiano haya na wewe. Pindi ambapo itakuwa imetokea hii video, labda haya mahojiano yako ndani ya channel yako, wanachukua na kubandika namba zao. Baada ya hapo ndo matatizo kama haya yanaenda kutokea. Ndo maana mimi siku zote huwa nasema hivi, mtu anavyokuwa akihitaji huduma kutoka kwangu, akihitaji maelezo kutoka upande wangu, ni lazima aweze kujiridhisha, apige video call, tuweze anione, tuhojiane, niweze kumpa taratibu ambazo ndizo zitamuongoza kwenda kukutana na mimi. Lakini kuna hawa matapeli wamekuwa wakifanya vitu kwa kuwaaminisha watu. Mara kipiga tu simu anaambiwa tu mahela kiasi fulani, hasa wanatumia sana namba 666 ambayo ndio wanatoa kama viwango vya mwongozo wa imani. Lakini hao watu pia tumekuwa tukishughulika nao, limekuwa ni wimbi kubwa ambalo tunashindwa sasa. Tunapambana nao, baadhi tunaweza kuwakamata na kufanya nao mahojiano kwenye utaratibu wetu. Unagundua wazi, unaomba vielelezo, unakuta vielelezo au ni vielelezo ambavyo ameenda kujitengenezea. Kwa hiyo tunagundua kuwa ni hilo. Ikiwezekana tunamuita yule mtu ambaye aliweza kumtapeli, tukamuunganisha naye, wakaendeleza masuala mengine ya kisheria. Kwa hiyo ndo msaada ambao mnatoa kwa raia ambao wanakuwa wamepitia kwenye mikono ya matapeli? Ndio, watu wote ambao wamepitia katika changamoto hizo, baadhi wameweza kutufikia na wamefanikisha hili swala kwa kuwapata watu wao ambao wanatumia chama chetu kujipatia riziki zao za kila siku. Sawa. Basi mzee wangu, mimi nisiwe na mengi sana kwa siku ya leo. Nikutakie siku njema kwa sababu hata muda wenyewe hautoshi. Shukrani sana kwa muda wako. Asante sana.